Nataka nitumie wakati huu kutangaza kinabii kwa ajili ya mwezi wako wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, wa 11 na wa 12. Isaya 40. Ili neno liandike, utaenda kulitafakari ukiwa nyumbani. Isaya 40 mstari wa 31. Baraka yetu inatoka hapa. Na Mungu atakutendea mambo ya ajabu katika jina la Yesu. Hujasema amina? Hujasema amina ya sauti? Isaya 40:31. Soma kwa sauti, anasemaje? Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Wakati nikiwa najiandaa na hii ibada, Mungu alinipa mambo 6 nikupe kutoka kwenye hilo andiko, mambo 6 ambayo yatakupata ndani ya miezi 6 iliyobakia. In fact ni mambo 6 kwa ajili ya miezi 6 iliyobakia. Ndio sasa hivi najua, nilikuwa sijajua kama ni mambo 6 na imebakia miezi 6. Nilikuwa sijaweza kuhusianisha vizuri, lakini mambo 6 ambayo yatakusaidia kwenye miezi 6 ijayo. Anasema bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Mungu akaniambia kwenye miezi 6 ni miezi yako ya kupata. Kabla hujasema watapata nini, anasema watapata. Hebu sema watapata. Kila uli hapa ambaye haukuwa na kazi, haukuwa na mtaji, haukuwa na wateja wa kutosha, ukuwa unapata labda ulihitaji watu wa kualike, ulihitaji watu wa kuite mahali ukafanye jambo, miezi 6 ni miezi yako ya kupata katika jina la Yesu. Nasema ni miezi yako ya kupata katika jina la Yesu. Kwenye miezi 6 utasaini mikataba ya tenda na kazi katika jina la Yesu. Kama uliwahi kupata wateja, basi wakati ukapate maradufu katika jina la Yesu. Nasema kapate maradufu katika jina la Yesu. Nasema kapate maradufu katika jina la Yesu. Kama uliwahi kupata faida, miezi yako ya kupata faida katika jina la Yesu. Tena faida maradufu kwa jina la Yesu. Faida isiyokoma kwa jina la Yesu. Faida isiyoisha kwa jina la Yesu. Anasema watapata. Kwa kila jambo unaloliendea, amini unavyoliendea utafanyeje? Unalipata. Ukiendea kazi, usijiulize mara mbili. Hiyo kazi ni kwa ajili yako. Unapata. Ni miezi yako ya kupata kwa jina la Yesu. Jambo la pili ambalo Mungu ananiambia ni hilo neno nguvu mpya. Nguvu mpya. Nguvu mpya. Akaniambia nguvu mpya. Nguvu mpya ina tafsiri mbili. Ya kwanza ni nguvu ile uliyokuwa nayo lakini iliyokuwa imepungua au imeisha. Nguvu ile uliyokuwa nayo lakini ilikuwa imepungua, imefanyaje? Imeisha. Nguvu ile uliyokuwa nayo ambayo ilikuwa imepungua au imeisha. Lakini cha pili Mungu akaniambia ni nguvu mpya ambayo haukuwa nayo kabisa. Ni nguvu ya aina mpya ambayo haukuwa nayo kabisa. Kuna viwango umeviona kwa neema ya Mungu mpaka hapo ulipofika, lakini kuna viwango unakwenda kuviona ambavyo hujawahi kwenda kuviona katika jina la Yesu. Kuna viwango ambavyo hujawahi kuviona unakwenda kuviona kwa sababu umepokea nguvu mpya kwa jina la Yesu. Nasema kuna ishara zitakufuata, kuna maajabu yatakufuata, kuna matokeo yatakufuata kwa sababu leo umepokea nguvu mpya ambayo hukuwahi kuwa nayo katika jina la Yesu. Hata utajiri unahitaji nguvu. Anasema utamkumbuka Bwana Mungu wako akupae nini? Nguvu za kupata nini? Pokea nguvu mpya ya kupata utajiri kwa jina la Yesu. Pokea nguvu mpya ya kupata utajiri kwa jina la Yesu. Kwa hiyo Mungu atakupa nguvu mpya ya kuomba, nguvu mpya ya kufunga, nguvu mpya ya kukesha, nguvu mpya ya kutembea na Mungu, nguvu mpya kwenye uchumi, kwenye afya, nguvu mpya kila eneo. Unazo nguvu mpya katika jina la Yesu. Nasema unazo nguvu mpya katika jina la Yesu. Lakini jambo la tatu ambalo niambia kwenye hiyo nguvu mpya, kwanza nimekwambia ni nguvu iliyokuwa nayo lakini ilikuwa imeondoka kwa sababu ya uchovu au kuchoka au kuisha. Cha pili nikwambia ni nguvu ya aina mpya ambayo uko nayo. Cha tatu Mungu ameniambia ni nguvu ya kiwango kingine. Nguvu mpya ni nguvu ya kiwango kingine. Nguvu ya kiwango kingine. Pokea kiwango kingine cha nguvu katika jina la Yesu. Pokea kiwango kingine cha nguvu katika jina la Yesu. Nasema pokea kiwango kingine cha nguvu katika jina la Yesu. Alafu jambo la tatu sasa kwenye yale mambo. Jambo la tatu anasema kupanda juu kwa mbawa kama tai. Maana yake kwenye miezi 6 ni miezi yako ya kupanda juu. Ni miezi yako ya kupanda juu. Ni miezi yako ya kupanda juu. Nimesema kupanda wapi? Juu. Sio kupanda milima. Sijasema kupanda milima. Nimesema kupanda juu. Kupanda juu. Nikisema kupanda juu maana yake ni kuinuka. Ni miezi yako ya kuinuka juu. Na utakuwa juu tu katika jina la Yesu. Nasema ni miezi yako ya kuinuka na kubakia juu tu katika jina la Yesu. Ona. Tukisema kupanda juu kwa mbawa kama tai, maana yake hao watu inawezekana walikuwa na mbawa ila hawajawahi kuinuka.
eneo lote la maisha yako ambalo ulikuwa na vitu lakini haujawahi kuinuka, haujawahi kupanda, haujawahi kuongezeka, leo pokea nguvu ya kuinuka katika jina la Yesu. Natangaza leo ukainuke katika jina la Yesu. Inuka juu kwenye hilo eneo kwa jina la Yesu. Kuinuka juu pia tafsiri yake ni kuwekwa mahali ambapo utaonekana kwa urahisi. Wale ambao ni biashara ilikuwa ionekani, ni wewe hauonekani, maisha yako yakaanze kuonekana, bidhaa yako ikaanze kuonekana, biashara yako ianze kuonekana, ujuzi wako uanze kuonekana, ukaonekane kwa jina la Yesu. Kwa hiyo ni miezi yako ya vitu vyako kuonekana, ulivyobeba kuonekana na kubakia juu tu katika jina la Yesu. Lakini pia jambo la 4 ni hiyo, anasema watapiga mbio. Mungu akaniambia huu ni mwezi wako. Kuna tofauti ya kupanda juu na kupiga mbio. Kupanda juu ni kuinuka, unahitaji kupanda juu sawa, lakini pia unahitaji kupiga mbio. Kupiga mbio maana yake nini? Kupiga mbio maana yake nini? Ni unapokea kasi ya kiungu. Hii ni miezi yako ambayo unatembea kwenye kasi ya kiungu. Supernatural speed. Unatembea kwenye kasi ya kiungu. Kila jambo lako linakuwa linaenda kwa haraka. Kwa haraka. Ukianza kujenga, wanashangaa ndani ya muda mfupi umemaliza kwa jina la Yesu. Hii ni mwezi ambao utakuja na shuhuda za ajabu ambazo kwa muda mfupi hazikuwezekana. Isaka anamuuliza mwanawe Yakobo, anasema mwanangu, imekuwaje umepata haraka hivi? Anasema sababu Bwana Mungu wako amefanyaje? Amenifanikisha. Maana yake ni kwamba kwenye miezi nenda Mungu akakupe kwa jina la Yesu. Nasema Mungu akakupe kwa jina la Yesu. Sema amina ya mtu mwenye uhai. Sema tena amina ya mtu mwenye uhai. Ni miezi yako ya kupiga mbio kwenye kila eneo katika jina la Yesu. Kiroho unapiga mbio kwa jina la Yesu. Kiafya unapiga mbio kwa jina la Yesu. Kiuchumi unapiga mbio kwa jina la Yesu. Kwenye kila eneo nenda ukapiga mbio kwa jina la Yesu. Lakini pia nikisema kupiga mbio naashiria kuna watu utawapita. Anasema mkono wa Bwana ukawa juu ya Elia, naye akapiga mbio mbele ya Ahabu. Maana yake ni miezi yako ya kuwapita wengine waliokutangulia katika jina la Yesu. Ni biashara mnafanya na watu wengine mahali pamoja, ili miezi yako ya kuwapita kwa wateja kwa jina la Yesu. Ni miezi yako ya kuwapita kwa faida kwa jina la Yesu. Nasema kwenye miezi 6 nenda ukapita watu wengi kwa jina la Yesu. Ukawapite watu wa familia yenu kwa jina la Yesu. Ukawapite watu wa mtaa wako kwa jina la Yesu. Ukawapite watu wa kabila lako kwa jina la Yesu. Sema amina ya pili ya nguvu. Amina ya 3 ya nguvu. Jambo la 5. Mungu alioniambia kutoka kwenye hilo andiko. Jambo la 5. Anasema wala hawatachoka. Hawatachoka maana yake kuchoka ni kufikia mahali pa kushindwa kuendelea na nguvu ile uliokuwa nayo kwanza. Unaweza kuwa ulikuwa na nguvu. Unajua mtu ambaye anaweza kuwa alikuwa na nguvu lakini amefanya ile jambo kiasi kwamba amefika mahali nguvu zimeisha. Kuchoka ni dalili ya kwamba nguvu zimeisha au zimepungua. Kuchoka ni dalili ya kwamba unashindwa kuendelea kama ulivyokuwa unafanya mwanzoni. Sasa miezi yote Mungu ananiambia hautachoka. Maana yake nini akisema hautachoka? Maana yake Mungu aliniambia aina hii ya nguvu anayokupa itakuwa kama wale kuna kitu kinaitwa dynamo. Ile ambayo ikizungushwa inazalisha umeme. Mnafahamu zile basikeli ambazo ulikuwa ukikanyaga taa inawaka kanyaga taa inawaka. Mungu ameniambia nguvu hii aliyokupa ni nguvu ambayo itakuwa inajizalisha. Yaani kila unapozidi kufanya ndio kama unazidi kuichochea na yenyewe inazidi kuongezeka. Ni kama unazidi kuichochea na yenyewe inazidi kuongezeka. Na kwa tafsiri nyingine, hautachoka kwa jina la Yesu. Nasema hautachoka kwa jina la Yesu. Kwenye miezi hizi hautachoka kutembea kwenye shuhuda katika jina la Yesu. Hautachoka kutembea kwenye shuhuda katika jina la Yesu. Shuhuda zitakuwa nyingi na zote zitakupata kwa jina la Yesu. Hautachoka. Jambo lingine Mungu aliniambia ni kwamba watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Hilo neno watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Akaniambia neno watakwenda kwa miguu ni watapiga hatua. Watapiga hatua. Kwenda kwa miguu ni ishara ya hatua. Miguu ni ishara ya hatua. Ndio maana mtu akifungwa miguu yake kwenye ulimwengu wa roho ni ishara kwamba amefungwa asipige hatua. Tafsiri yake ni kwamba miezi 6 ni miezi yako ya kupiga hatua. Tukija Disemba hatutakukuta pale pale ulipo leo kwa jina la Yesu. Nasema tukija Disemba hatutakukuta huko pale pale ulipo leo kwa jina la Yesu. Tutakuta umepiga hatua kiuchumi katika jina la Yesu. Tutakuta umepiga hatua kiroho katika jina la Yesu. Tutakuta umepiga wasio na ndoa uolewe kwa jina la Yesu. Uoe kwa jina la Yesu. Kwenye miezi matendo makuu ya Mungu ya kutokea katika jina la Yesu. Upiga hatua kiuchumi kwa jina la Yesu. Nasema upiga hatua kiuchumi kwa jina la Yesu. Nasema biashara yako ipige hatua kwa jina la Yesu. Upige hatua kwenye kila eneo kwa jina la Yesu. Mambo haya yote yatakupata
katika jina la Yesu. Lakini pia Mungu akaniambia kwenda kwa miguu ni ishara ya kuendelea mbele, kuendelea mbele. Ndio kupiga hatua, kuendelea mbele. Maana yake ni miezi yako ya kuendelea. Kila siku unayoamka ni siku yako ya kupiga hatua. Kamata sadaka yako sasa.